Hii ni safari ya Sheikh Abdul Karim Salmaghia kutoka jijini Arusha akiwasili katika kijiji cha Igauri kwa ajili ya kuzungumza na waumini wa kijiji hicho na akapokelewa katika msikiti wa Ar-Rahmani. Kwa hiyo masharti ya hijabu ambayo nakusudia hijabu ya mwanamke wa Kiislamu. Hapa anazungumza kuhusu hijabu ya mwanamke wa Kiislamu, mada ambayo imepokelewa vyema. Na leo niko hapa kwa ajili ya dawa na ndugu zangu waliniita muda mrefu. Tumezungumzia vazi la mwanamke wa Kiislamu kwa sababu kwani mwanamke anapovaa vazi hili anautangaza Uislamu. Lakini pia stara ya mwanamke inaikinga jamii na maasi, inaikinga jamii na madhara ya zinaa na mengineyo yanayohusiana na wanawake kujiachia na kutembea bila stara, bila kujifunika. Ndugu zangu akina mama, na wahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu kwa yale ambayo tumehusiwa tuweze kuyafanyia kazi, na tukawafundishe na watoto wetu wa Kiislamu, watoto wa kike juu ya mavazi ambayo tumefundishwa waweze kuvaa vizuri. Akina baba nao wakasema, ningewaomba pia kama kuna wasa, kwa sababu elimu waga haina mwisho, wafanye jitihada ya kuandaa hii mihadhara kuhusiana na mavazi ya wakina baba pia, kwa sababu kuna baadhi ya watoto wa kiume ambao wameharibika kimaadili pia. Isije tukaona hawa wakina mama ama watoto wa kike wameharibika tu, hata hawa watoto wa kiume wameharibika, haswa kuhusiana na masuala ya mavazi na masuala ya kitabia. Kiongozi na imamu wa msikiti wa Ar-Rahmani, msikiti ambao upo katika kijiji cha Igauri, akaomba wahadhiri wajenge utamaduni wa kutembelea maeneo ya vijijini ili kuhuisha imani za waumini katika mazingira kama haya ambaye ni ya vijijini. Kufikiwa na ugeni kama huu, maana hiyo tumefaidika kiasi kikubwa. Alama Shekhe, muendelee pia katika kuhudhurisha mada katika sehemu mbalimbali ili angalau watu waweze kuwa ni wenye kuzinduka katika mazingira ya vijijini pia. Nikiripoti kutokea hapa mkoani Singida, Ramadhan Idilimu.